Haleluya. Haleluya. Mimi ni mzima, nashukuru Bwana. Amekuwa mwokozi wa maisha yetu. Kwa wale ambao wanijui, naitwa Pastor Mutunga. Na niko safarini kwenda mbinguni. Nashukuru wazazi wetu kwa kututuma mahali pale. Sijachoka na kurudi hapa. Na sitarajii kuchoka. Kwa sababu kuna yeye ambaye anatusimamisha. Kwa hivyo tumekuja hapa ili tukapate kusoma pamoja. Nimetuma salamu na mke wangu. Je, mmezipokea? Amen. Pale tunaendelea vyema. Pale kwa Misanzi tunaendelea vyema. Na mwezi wa 8 tarehe 8 tutasherehekea our first anniversary. Kutoka hapo tutapanua kanisa kwa sababu naona Mungu ametubariki. Maandiko yanasema katika kitabu cha Zakaria 4:6, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa Roho Mtakatifu ambaye anatuwezesha. Kwa hivyo kwa dakika chache nataka uchukue Biblia yako. Sijasema tukae chini, nimesema tuchukue Biblia zetu. Tunaposimama nataka tusome andiko moja. Katika kitabu cha Isaia, kifungu ni cha 14. Na mstari ni wa 24. Nataka tufike hapo tusome pamoja katika jina la Yesu. Nitasoma na tutaendelea. Na tutasoma pamoja sisi zote. Ikiwa hujafika naomba utufuate. Isaya kifungu ni cha 14, mstari ni wa 24. Bwana wa majeshi ameapa. 1 2 3 go. Bwana wa majeshi ameapa akisema, hakika yangu kama vile vilivyoazimia ndivyo itavyokuwa, na kama nilivyokusudia ndivyo itakavyotokea. Amen. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa nafasi umetupa ili tukapata kumega mkate wako asubuhi ya leo. Naomba ukabariki neno lako. Naomba ukabariki watu wako. Naomba ukatupanue kupitia neno lako ili tukapate kujua makusudi ya Mungu, vile umetuma na vile tunapaswa kuishi. Katika jina la Yesu, ninashika mateka mkuu hanga. Ninashika mateka kila roho zote ambazo zinajinua kinyume na hili neno. Katika jina la Yesu Kristo, na ninazitiisha chini ya nyayo zetu. Katika jina la Yesu, Baba tawala na uinuliwe. Katika jina la Yesu Kristo, naomba tuseme amen. Naomba tupigie Yesu makofi mazuri. Katika jina la Yesu, naomba tukae chini katika jina la Yesu. Nataka uchukue position vizuri na relax katika uwepo wa Bwana, kwa sababu Yesu anataka kukusudia na amekusudia mambo mazuri juu ya maisha yetu. Mahala tumesoma katika kitabu cha Isaia 14, mstari wa 24. Maandiko nasema Bwana Mungu wetu ako na hakika ametuwazia mambo mazuri. Na yeye ameapa akisema, hakika mambo yale kama vile alivyoziazimia ndivyo itakavyokuwa, na kama
jinsi alikuwa na mipango myema kuhusu hiyo nchi. Wakati Mungu alikuwa anaumba mwanadamu, alikuwa na mipango mizuri. Wakati Mungu alituma Bwana Yesu Kristo ambaye alipeanwa kwetu, alikuwa na mipango mizuri. Kwa hivyo jinsi ulivyo, Mungu ako na mipango myema juu ya maisha yako. Na amekusudia kutenda makuu na maajabu juu ya maisha yetu. Maandiko yananiambia katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3. Niiteni nami nitaitika. Na nitawaonyesha mambo makubwa na mambo makuu ambayo hamyajui. Kwa hivyo wakati unapoishi katika hii dunia, nataka uelewe msikilizaji, Mungu ako na mipango myema juu ya maisha yako. Mungu ako na mipango myema na amepangia mazuri kuhusu hili kanisa. Amekupangia kwa pamoja na jamii yako mambo mazuri. Hakuna haja ya kunungunika, hakuna haja ya kufadhaika. Kwa sababu wakati uliumbika katika tumbo la mamako, Mungu tayari alikuwa anakujua. Kwa hivyo kwa nini uanze kuhuzunika? Ni vizuri uazimie na uanze kupaa na kupasa sauti na kusema mahali Mungu amenituma nitaenda. Katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka tuongee kuhusu kubarikiwa kwa Bwana na makusudio ya baraka ambazo Mungu ametupatia. Kwa hivyo zile baraka ambazo Mungu amekupa ziko na sababu. Ikiwa Mungu ako na sababu yako kuwa hapa, Mungu ako na sababu na hizo baraka amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuwa katika ulimwengu huu sio kwa mambo ambayo hayaeleweki. Yako na mipangilio mizuri ya Mwenyezi Mungu. Na zile baraka ambazo wamekupa, nataka tuongee kidogo katika mambo manne, kupitia mambo manne hayo yatatupatia mwelekeo ya zile baraka ambazo Mungu ametupa. Point number 1, Mungu ametubariki ili tukapate kuwa baraka kwa wale ambao wako na mahitaji. Unajua Mungu alisema hata katika nchi watu ambao wamekaukiwa, watu ambao ni maskini hawatakosa kuwa mahali pale. Kwa hivyo ni jukumu letu ambao tumebarikiwa na ambao tuko na baraka za Bwana to extend our blessings unto them. Kwa hivyo Mungu ameamuru milango ikafunguliwe kwa wote ambao watapeana. Na ibada ya kwanza nilikuwa ninaongea mambo ya mahali tulikuwa katika sehemu za Nakuru. Na jinsi mnavyojua mke wangu alipata ajali pale Nakuru. Na akavunjika miguu yote miwili. Na wakati huo nikaacha kazi ili nipate kumshughulikia. Wakati huo nilikuwa nimekuta katika hili kanisa, sipo nimemaliza hata mwaka mmoja. Wakati huo nilikuwa na mahitaji. Lakini kanisa la RGC Tala kupitia kwa bishop wakaona ni heri wa extend their gratitude and their blessing unto us. Lakini kwa kanisa la RGC kwa bishop kwa sababu mnajua hizi baraka ambazo Mungu amewapa ni kwa kusudi ya kusaidia the needy people. Na nikaona watu wamekuja na gari mpaka hospitali Nakuru. Wale wanajua Mediheal Hospital.
ICU peke yake usiku moja ilikuwa ina charge 18,000 mtu mmoja. ICU wila umwani adili kumianana. Lakini hatukuwa tunajali mambo ya pesa. Lakini pesa yeye Mungu alikuwa ametupatia the grace na umewapatia hiyo roho ya ku escape the blessings. Kaya nengana na Mungu wako nengane. Na mkasimama nasi kwa maombi. Na Mungu maana yetu kwa baya. Mkasimama nasi hata kwa fedha zenu. Mungu maana yetu kwa pesa zenu. Na tukasikia tuko mahali ambapo panafaa. Na tiyo tiba baba yetu. Na Mungu nikaona akitenda maajabu. Anaona ngaileka siamu. Christmas tulikulia huko Nakuru. Christmas na Nakuru. Na tukashindwa kwa nini hii imetukia kwetu. Na tuasema ni chao ndoki. Lakini maandiko yanatuambia tushukuru Mungu kwa yote ambayo anatendeka. Lakini maandiko yanatuambia lao ndoki. Tukakuja mpaka huku tena. Toba kuende. Na bado kanisa likasimama bado nasi. Na kanisa yanda kwa maana yako wako wanakosa kuja hata pale kwa nyumba. Ando mayale yao kwa kinamusi. Wengine wanasimama na kushughulika hata nywele ya mke wangu. Ande mamangu na kushughulika nywele ya picha. Wanatoka hata mahali hapa Tala wanaenda huko wakibeba zile tools za kushuka nywele. Mama baba wewe sio shuka nzima. Wengine wakuja na magari wanasimamisha pale. Anaoka ametokana kumwevaya. Mimi niliona Mungu katika haya madhabahu. Yeye ngaidi na barabara. May God bless you abundantly. Kainama alibebio. Kwa kile kitendo ambacho mlifanya. Mungu amondolama yakie. Na ninajua sio mimi peke yangu. Kuna wengi ambao mlifanyia hivi. May the God who serve visit you in the body of your name. In the name of Jesus. Wakati tunapatiana kwa maskini na watu ambao wana mahitaji, hatutakosa jambo lolote. Na hatutakosa fedha za kuendelea na kufanya. Nataka uandike mahali ikiwa kuna mahali unaandika katika kitabu cha Proverbs chapter 28. Andika Dimo 28 verse 27. Mswali angalia mwanza. Nitaenda hivyo kwa haraka kidogo kwa sababu ya muda wetu. Nibia mlikonda masa Na ni vizuri uwe na notebook, uwe na mahali pa kuandika ili unapotoka mahali hapa uende ukachunguze. Ni sio andike maandiko no kaati yetu moja hivyo. Maana hii ndio gospel ambayo Paulo alikuwa anahubiri. Uone wao wanapanasia Na akafika mahali ambapo kulikuwa unaitwa Berea. Andika maandiko ya Berea. Na hapo akapata watu kama waungwana kama Anakisitala. Na kama ana wana Anakisitala Watu ambao wana daftari na wako na Bible ya kuandika na Bible. Anumaina wanafaa kuandika. In the book of Acts chapter 17 verse 11. Ndio kwa Acts chapter 17 mkabuna mwa. Ili wakitoka hapo wanasearch na wanaingia ndani ya maandiko wanaona kana kwamba Paulo alikuwa anaongea vile. Nika kama bora vile mpaka Yesu akanaona Paulo kwa sababu hivyo. Wewe uko baadhi ya hao watu. Wewe uko baadhi ya hao watu. Wewe moa ndwasu. Wewe uko katika hiyo kiwango cha Berean people. Wewe ndugu wewe ndwasu manda au sisi moja hivi. Kwa hiyo ni vizuri uwe na mahali ili tukapate kusoma kwa haraka kidogo. Nusio pia baba pale Yesu anatutia. Wakati Lazarus alikufa, Inaona sana wapia. naye maandiko nasema hata tajiri akakufa. Maandiko manasema wana mudhi na wapia. Wakati unaposoma katika kitabu cha Luke chapter 16 verse 23. Luke 16:23. Maandiko nasema wakati Lazarus alikufa, Maandiko manasema sana wapia naye tajiri akakufa. na akemodhi. Tajiri hakuwa anafahamu chochote ambacho ako nacho. Mudhi ndiye kanako ndio inacho. Ni Mungu alikuwa amempatia. Gaini wangu na ngeta. Hakuwa anaelewa kusudi ya hii mali ambayo Mungu amempatia ilikuwa apeleke wapi na afanye nini nao. Dada wa malengo wanangeta ile kana yote ndio Alikuwa anajua tu ni kustarehe na kukandamiza watu, na Lazarus hakuwa tu anapokea kile kimeanguka. Ona ni akwita ni anakuja sio ndio. Sasa dosa mabaki. Lakini kama angekuwa na ufunuo, Lakini akaenda aina uwana. angeinua Lazarus Ni wewe kaweza Lazaro. na maybe hangekufa. Na bila tena hata kwa. Haleluya. Amen. Kuna watu wanaishi wanaona baraka kwa sababu ya kutendea watu mema. Kwa ndio meza mwalimu kwa kaangani ndio mosio. Sio kuomba sana, Tipo kwa sio kuwa mwaminifu sana, tipo hapo kitu lakini kusaidia wale ambao wako na mahitaji. lakini kwa hoteli yake na bata. Lazarus alikuwa karibu na the rich man. Lazaro kana hapo kwenda mzuri. Sijui mahali pale unaishi kama kuna window. Jinsi kana wewe kana labda unamukandiwa. Sijui mahali unaishi kama kuna orphan child. Jinsi kana kukana kati yetu wewe kana. Sijui mahali unaishi kwa plot ama kuna mtu ambao anahitaji msaada wako. Jinsi kana kana wewe unapata wao. Wewe umechukua hatua gani? Wao sasa hatua yema. Mungu
react. Nikananga hiyo ndio kuweka. Kwa hivyo ni jukumu lako na mimi tukapate kufuata the purpose of God in our lives. Ndio mchaku na wakati ati mchanga ile ameshamani. Na zile baraka ametupatia anataka kufanya haji na. Na bali ni mwanao kuna ngeleleka na moto. Kwa hivyo hata kiwete akikuja mbele yako, hata mahali unaishi, hata mahali unafanya kazi, jiulize. Unajua kama barabara ikalaga wewe bado kumaini kulie kulio. Watu wakipitia mahali unafanya kazi, kanisani, kila mahali popote ambao mkapatana kuna kusudi. Barabara ikalaga maana ndio vitumi. Ambia Mungu akufunulie. Angalia Bwana Ili usikose baraka. Dukansi mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Wanyata iwe. Haleluya. Amen. Tujipigie makofi mazuri kwa sababu tunajua haya maeneo tunayaelewa. Maana nimekaa katika hili kanisa nimeona mkono wa Bwana ukitenda maajabu. Juu ya watu wa hili kanisa. Kwa hivyo naomba tuendelee hivyo katika jina la Yesu. Na Mungu azidi kutuneemisha. Kwa sababu hatutakosa kitu. Tunaposimama na hawa katika jina la Yesu. Unapoangalia katika kitabu cha Luke chapter 12, Luke chapter 12 verse 15. Utapata huyu the foolish rich man. Na huyu jamaa alikuwa amebarikiwa. Na akasema kwa sababu hizi baraka ni mimi na mimi na mimi. Nitapanua ghala zangu na nitaweka mahali pale mapato yangu yote. Na nitakuwa ninakula na kukunywa na kustarehe. Hakuwa anajua vile maandiko yanasema. Kila kitu chote ambacho tuko nacho sio chetu. We are just a steward. Kwa hivyo ni vyema unapopata kitu na unajua kusudi lako na Mungu amekupatia ni nini. Huo usiku akaambiwa roho yako ninahitaji. Hizo magari zote akaziacha. Hizo mashamba zote akaziacha. Akaacha hizo pesa. Na akaenda vile alitoka. Hizi vitu unawekea nani? Ninajua unawekea watoto wako. Ninajua unawekea mke wako. Ninajua unawekea watu wenu. Lakini nataka ujiulize swali moja. Mungu akikuletea a needy person, amekubariki ufanye nini? Can you take that opportunity? Tunapoendelea na kujipanga. Na Mungu wa mbingu atatubariki. Point number 2. Wakati Mungu ametubariki, ametubariki ili tukapate kutukuza. When we read the book of Luke chapter 17. Sorry, John chapter 17. Verse 1. The Bible says that this is Jesus who was talking. Now he was saying, Father, glorify the hour has come so that you can glorify your son. So that his son can glorify you. Now, this glory, every kind of glory that God put upon us, is so that we can glorify him. Utukufu Mungu ameachilia kwetu ni kwa sababu tukapate kumtukuza yeye. Now I want to explain a bit about the glory. Na huu utukufu uko katika sehemu mbalimbali in the Bible. Na nataka uandike ili uende ukaanze kuangalia vizuri kile kinaendelea hapa. Utukufu umetumiwa katika maandiko kwa kuonyesha the possession and the wealth. Dini wa maandiko utayo tumekiita kuona ni ukwati na uzuri. In the book of Genesis chapter 31 verse 1. Ilikuwa mabeleni wa kulengucha 31 verse 1. That one musawambe. The word glory is also used in the Bible to refer to promotion, to position and honor. Utayo tumejema
maandikoni kuona ni utongo hii na iwango sio utongo hii. That we are going to get in the book of Genesis chapter 45 verse 13. 45 Genesis kwa mabelio kitakuwa na 5 msawa 13. It also refers to divine provision. Ndio nasikia pia utayo nasikia kana ukwati wa maana in the book of Exodus chapter 16 verse 7 and 8. Ruku kuma mtakuja mwanza msawa 8. Utapata pale Mungu alikuwa anaachilia mana. Wewe abalanga hiyo anakasema mana. And the word glory is still there. Na tatasia utayo ni umbi ba. So the divine provision is the glory of God as already shown in the Israelites. Yani upati mwana wandu kitakuwa kwa kunanga siasa gani leo. That the other thing is the goodness of God. Useo wanga. So the word glory refers to the goodness of God. Utayo ona sia useo wanga in the book of Exodus chapter 33 verse 18 to 19. Kuma 33 verse 18 to 19. So when we are talking about the glory, when Jesus was talking about Father glorify me so that your Son can glorify you. He was referring to these things we have already talked about this. If God has blessed you, you need to glorify Him. Ikiwa umepata position, umepata promotion, kiwango kwenda juu, umepata promotion ya pesa, mtukuze Mungu. Kuna watu hapa wamekuwa na hii syndrome high me and myself. Hawaoni kana kwamba ni Mungu amefanya. Piga kifua wakisema ni mambo na ni ukuu wangu. Na ni masomo yangu ambayo nilisoma. Na ni uelefu wangu. Ambia mwenzako sio hivyo. Mwambie sio hivyo. Kwa hivyo ukibarikiwa tukuza Mungu. Ukibarikiwa sasa learn to the people you are needs. Ukaulize Nebukadneza. Wakati aliona nikana kwamba amefika. Ilifika wakati akaanza kula nyasi. Kwa hivyo wacha mchezo ndugu yangu. Ambia mwenzako wacha mchezo. Wakati umebarikiwa ni is your high time now to go deeper in your needs. Na kuambia Mungu tukufu ukapata kukurudia. Mwambie sio kwa nguvu zangu. Wakati umerembeka sana watu wanaenda wakipiga virimbi. Wanaanza kuangalia kando wakiendesha magari. Umepewa figa nzuri. Wewe unaanza sasa kukinga sikonyo. Ambia mwenzako wachana na hiyo tabia. Wachana na hiyo tabia. Hii ni wakati wako wa kuanza kusema utukufu ni wako. Ninajua umeniumba nikaumbika. Utukufu wote ukapata kutukufu. Na waambie Mungu akufiche usionekane na mwanadamu. Lakini mwanadamu waone wewe kupitia kwa Mungu. Na utaenda mbali katika jina la Yesu. Wengine wakitoa kanda moja wanaona wamefika. Wanaanza sasa kurukia watu wakitawala na wakianza kufanya vile wanataka. Hawataki kukaa katika mamlaka. Mwambie wachane na hiyo tabia. Mwambie wachane na hiyo tabia. Mungu ako na kusudia kukubariki. Na wakati atakubariki utafanya nini? Wakati atakupatia magari 5 ya nguvu kuliko ya bishop utafanya nini? Utaanza kusema sasa bishop amekuwa pale chini sasa. Hiyo ndio mwanzo wako wa kuanguka. Nenda katika magoti na waambie Mungu ninakushukuru. Kwa sababu sio mimi bali ni wewe. Thank you Jesus. Asante Yesu. Tuchukue tu dakika moja. Kuna mtu nasikia nikiongozwa na Roho watubu katika jina la Yesu. Ambia Mungu nimetubu. Kuna position ambayo unaelekea lakini is a slippery ground. Nataka uambie Mungu akusamehe. Nataka utubu uambie Mungu wakati nitafika
hearted blessing to others. Ibitana yunanga wa dimosi kwa. Na ni wakati wetu wa kupiga magoti na kutukuza Mungu. Ni vita yako ya ndu na kutayanga. Mwambie Mungu ni wewe. Ukiangaidue Mungu ni wewe. Ukiangaidue wakati unamwambia ni wewe, anaendelea kupokea utukufu. Ilapo yangaidue hadi anakualima. Na yeye anaendelea na kukupandisha. Na ndani anakualima Katika jina la Yesu. Kuna baraka ambazo zitaenda kushuka katika hili kanisa. Kwa hiyo waliwahi kuka kanisa na sijui kama you are going to contain this blessing. Jinsi kadao pia wamna kuisi. Ama you are going to explore. Kadao kama kwa kulimuka. Ni jukumu lako. Niwe wako. Nimetumwa hapa nilete hili neno. Ninatumwa baada na nitaenda kwa misanzi. Na kusoka misanzi. Na sasa ni jukumu lako ujue hizo baraka utazitumia aje. Niwe wako kule kwa alimosi kwa sababu hata hapo ni mawili. Ndio nene. Wakati utaanza kujipiga kifua kama Satani. Ilo kaambia kuna bidii Satani. Wewe unaanza kusema hai. Ukaambia kwanza ninyi. Wewe utaanza kwenda chini. Na kukaambia hivi na kuombea kwako. Na kukaambia kuombea kwako. Tunataka watu waende from one glory to another. Tena ndio kimo pekee one faith to another. Mambo malawa mambo kwa sababu wamengudua utukufu wote ni wa Mungu. The Bible says the cattle on 1,000 hills are his. Maandiko maasikia ai ng'ombe gili nisi yake. And the hearts we are his. Na hivyo timake. So what are we supposed to do? Tende pekee. We just bow God. Taile kukuma nyangai na tumwinue. Na tumwoke. Wakati umekosa kusimama na kuambia Mungu ni asante. Ila wale yako kama napenda ili mbea. Wewe unakaa kama kana kwamba uko na kiburi. Yaani muone kana milioni kwa. Na hii kiburi kitaleta wengi down. Na milioni ile ya shaki this is a sound of a warning to somebody. Ni wana ndio kwa unakwenda kwa the moment God rises you to the next level. Ila ndio kule kwa kingi ni jukumu lako sasa nawe uende katika magoti. Ni ya wapo ya maune. Unajua naweza kushangaza hapa. Wewe sio kusanya maana hapa kuna mtu ambaye atapiga magoti. Kwa mundu wao tatu ya tangu wako. Kuma tangiwa waambie Mungu ni asante. Kwa ngaiko mbaya. Hata kwa nafasi ya kuja kanisani. Wanakuwa kusawa kanisani. Wengi wameenda kwa corona. Pia ndio kwa corona lakini Mungu amekusaidia. Lakini akaenda kutelea. Hizo ni baraka. These are glory of God. Asimu wapi mahali tena tayo. You need to give God the glory. Wewe ndio ngayo tayo. Hallelujah. Hallelujah. May God help us. Ngayo tayo in the name of Jesus. Sasa Kristo. Watu hawapati mahali pa kupitia kwa sababu yako. Wewe wale wanataka ndio wako. Wewe unaona kana kwamba umefika. I wanna wapikie. In the bank umejaza pesa. I beg you to best. Na uwezi sema hii Mungu ndiye amenipatia. I ndo asema iona yake. Ni mimi. Wewe unaangalia mimi sina rangi. Wasiandiko ma simpati ufunuo kama mimi. Maana kwa ndio tunaanza ku change the styles of walking. Ukaambiwa kutembea na njenge. Watch your steps. Sisi matambia yako. Hallelujah. Hallelujah. As preachers, God help us. Ili atubaka yote those people who are going to God to invest the gifts of the supernatural gifts upon them. Alama yule kale melezi ya kumetune. May God help us. Ngayote kwa sababu kinua mkono watu wakianguka unaona sasa ni wewe. Ila ukisema Mungu anamkabili kwa nani? Hallelujah. Hallelujah. Unaanza kusema sasa hakuna mwingine ni mimi sasa. Ukoona hapa leo kinini ni wewe kayo. Unasahau na kutukufu kupea Mungu. Ukoona mbona unasahau na maombi. Ukoona iboya. So long as you have the gifts. Ukoona una mudhizi yote. So long the glory of God is upon you. Ukoona ujanonge wako. Wewe utukufu wote umejiwekea. Ukoona ngota ya wote. Nenda ulize Samson. Nenda ulize Samson. Wakati alizoea Mungu na akazoea kukatakata hizo kamba. Ila wazoea ngaina mama yangu tusanga makanda. Kaona yeye hakuna mwingine. Ona wale mtake. Kuna siku ilifika. Ibida yaingie. Akainuka akashindwa. Kile alimwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu sitaki kufike that level. Ndiye nilikuwa mke. Nataka tupende. Ni ndio kiketinde. Mungu azidi kuwa pamoja nasi. Na ngejea ubane tu. In the name of Jesus. The third point. The blessings of God zile ametupatia, we need to understand it is just for giving us for our whole enjoyment. Hallelujah. Hallelujah. In the book of 1 Timothy chapter 6. Verse 17 and 18. I think we can read there.
First, my interpreter, you can read there. First Timothy chapter 6, verse 17 and 18. Are you there? If you are there, can you say amen? If you are there, can you say amen? Wasijivune wala wasiukananie utajiri usio yakini, bali wamtumainie Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. First Timothy 6 verse 17. Timothée wa mbere ni mchatangatu musoro kumwanza. Meri alame na uthui wa thĩ ĩno maike kathĩe ona maike kwatie uthui ula wanangĩka ĩndĩ mekwatie Ngai ula ũtũnengae ciĩndũ ciothe na wingĩ kana mekae nesa kana methiwe athui ma kwĩka nesa methiwe meyũmbanĩtie kumya ciĩndũ cio methiwe mena mwamba wa ngoro na hala angi. Amen. Amen. Wewe baraka zako ambazo Mungu amekupatia, that point ni kwa sababu ili wewe ukapate kuzifurahia. Kuna watu wamebarikiwa lakini they don't rejoice in those blessings. Wina mbesa akaunti wina mabiashara lakini nzuri yako yekalie na wewe muki. Uko na pesa kwa akaunti lakini nywele yako inakaa kama mwandawazimu. Wewe unashikilia pesa lakini wewe hautukuzi mwili wako. Yaani wewe unaambia lakini nusu vya mwili wako. Huu mwili si wako, ambia wenzako huu mwili si wako. Wewe mwana mwili si wako. You are the temple of the Most High God. Bali wewe kama Ngai, na lazima ni walk like king and queens. Lazima wewe tembea, lazima ukae kama dada. Lazima ukae kama ndugu. Lazima Asako na maono ya kimbingu. Unawe ina maono macho. Wewe umebarikiwa lakini unakaa kama mtu ambaye hana mwelekeo. Mungu atusaidie. Pesa zimekaa kwa account. Zimemea kutu. Sio kutu. Pesa zingine umeweka hata kwa nyumba. Ni zile hali ya kushikilia tu zisiishe. Kama mama mwingine, grandmother mwingine wa Sakisa kwetu. Yeye anafungilia kwa leso. Lakini ukiangalia akitembea hata nyama hakulangi. Lakini wale bado wanapendeza. Hata kama mwili kamekaa kana kwamba anaenda next day. Yaani mwenye uwae kaone Pesa ako nazo. lakini pesa na sio. Sasa tunajua it is a disgrace to the Lord. Wewe sini aibu kwa Ngai. Ametubariki ili so that we can enjoy life. Watu waone Mungu kupitia kwetu. Na ndio maana ngezi za kwa Hii unapoenda door to door watu wanabarikiwa Mungu. Watu wanasema wanataka huyu Mungu wa Hallelujah. Hallelujah. Lakini watu wote ndio inaanza tota Isa. Wewe ukitembea kwa leo kama ukuli Na pesa uko nazo. na pesa inasiwe. Nani hausaidii maskini? Ndio tembea. You don't give to the kingdom of God. Ndio kanisa ni You don't treat your children and family. yaani tembea ndio kwa msie. Wewe hiki imekalia. Na wewe mwenyewe umevaa hizo mbalia. Hata kanisani. Hata kanisani Zile sando za kwenda bafu. Wewe unakuta tunazo kanisani. ukasema wasema kanisani. Sasa utaombea Mungu wako. Yuko pale mmoja ngine Nasema huyu Mungu wenu mimi msimtaki. yaani mmoja kasendezo njuma na The time is coming. kaiwa sando. The time is coming. Bila yokite. Whereby we are going to be driving. Ile kali tu amekale. When we are going to door to door. Ile kali kwa msiku yote Na tunapaka magari zetu pale. tekaenda kupaka mitakabu Na tunaambia ndugu nataka Yesu wewe. tukia Mungu ende Yesu. Tuangalia chini mpaka juu. Maisha sasa kumandiki Na ukiangalia pale nje maisha wanasema tunataka huyu Mungu. hata sijana Na hata kama utaongea kitu chochote cha ufalme wa Bwana. wanataka kuhusu ufalme wetu. Wanasema wanataka huyu Mungu. Maana sana yule wako. Unajua Yesu alifanyika masikini ili tukapate kuwa matajiri. Yesu atukie chatu cha Wewe umekaa pale unasema afadhali kufe kama Lazarus niende mbinguni. ayo yasema kama yuko kuku darasa Sitaki kuwa utajiri wa duniani kwa sababu ndio ndio utaenda Jehanamu kama the rich man. ayo wasio ni watu wa mondo
sawa. Ni lazima na mitweza ya sawa. Mungu akiwa sawa. Yaani brother sawa. Na neno linaendelea. Na ndio angeendelea. Kwa Yesu makofi. Kuna Yesu makofi. Amen. Amen. Wako bali Mungu pesa. Umeikopa na mtu pesa. Na wakati huo hauna kitu. Na nimerudi na kitu. Lakini akikuangalia hivyo anaona huyu hawezi kosa. Lakini na usio na mndo ndio pesa. Lakini wewe labda uko na pesa lakini hakuna mtu anashughulika na wewe. Lakini wewe na pesa lakini Mungu Kwa sababu anaona mashida. ndio wanadhina. Let the weak say I'm healed. Maana kama kao lamo wasi ni mwosia. Let the poor say I'm rich. Kwa lanja wasi ni mwosia. That is the gospel of the kingdom. Usini wata wana watu. Diri na kitu. That's why you are like that. Wewe asendine kendo. Let's Wana wili wao. Let's move to another point. Sasa kwa nisenge. And the last one. Ya mwisho. God has blessed us Kaya tuadhimishe so that we can so that we might promote His kingdom here on earth. Nikana kaendesha usumba wetu hayo wande. Hallelujah. Hallelujah. Now the kingdom of God on earth is not a physical empire. Yaani usumba wetu kulu wande ti usumba wetu wa kwatu. It is the reign of God in the heart of men. No usumba wanga inde ni wa madhayo kama wasiangu. You can write in the book of Luke chapter 17 verse 20. Alo katika Luke 17 mstari wa mbele. So God has blessed us. Kaya fanyimeta. Ili tukapate kupromote the kingdom of God here on earth. Nikana kaendesha usumba wetu hayo wande. Hallelujah. Hallelujah. So your finances is to promote the kingdom of God. Bega siya kutunda usumba wetu. Si na kwenda Mombasa kujivijali na watu ambao hawana Mungu. Kisa kuimwambaza kuitani ya. There are so many people who have been blessed, Wale na ngoma dimetwe. but they go far countries Almanda ndisi so that they can waste their monies with the harlots. Nikanamana ngebea sio na malaya. They can waste their monies in the things which is outside the kingdom of God. Nikanamana ngebea sio na maundumeo Because in the far country, people they don't know them. Nikanama ikuwa sema nasikia. Hata ukienda na chakula kuwasa kutenda kile wewe kama wewe. Unaenda mbali mbali vikani vile unataka. God blesses us so that we can promote the kingdom of God. Kaya tu ni maandani kaendesha sume wetu. I thank Bishop because he has already has a vision Nikunungemisha wewe to promote the kingdom of God here on earth. cha kuenda sume wetu ndio Kila kona neno linaendelea. kila pando ndio ngine. Wale ambao walinituma pale kwa mesanzi wameokoka wengi sana. Bali leo tumeme sasa ndio matangiwa hivi. Nitawaleta hapa niwaweke kwa maji. Nenda maatano kwa baba tilizia. Kama angenituma pale wangeenda wapi? Keka ndano kwa hiyo. Anajua mahali Mungu amemweka. Ni wewe bado yuite Na ana make sure he is going to accomplish the purpose of God in his life. na ndani ya shua Mungu imani ni wanisia. Are you supporting him? Ndio ndio support bishop. Are you supporting the vision of the Ndio church? ndio support one bishop. Kuna Wamusugi alianzisha ministry hapa nje Wasudu waambie bishop ya aanze. evangelism. Leo utaka ni kwa mseo. Nimekuwa hapo siku kadhaa, Ili ndio mtu kadhaa. lakini watu wachache naona pale, Lakini kama ndio na hapa ndio wengine wako busy in their business, angema kwa nini mwanone mo. na ni siku moja tu per week. Na mwanamke kwa chumba. Are you helping to promote the kingdom of God? Wende na kuende sio sume wetu. Pale niliona akiwa anakona generator Paulo ni generator. na nikaona wanaimba, wanaruka, watu naona kwa gari wanabarikiwa, wanaanza kudansa wakiwa kwa gari Na the preaching of the gospel. Na ngona ndio wana maisha ngine ngali na maadhimisho. Sisi sote hatuwezi kaa katika hama madhabahu. Iketi ya kijozi ya neema na bwana. Hakuna kitu ufanye katika ufalme wa Bwana, Maana ndio hivi ndio sume wetu. lakini ukuwe na baraka za mtumishi wa Mungu, Lakini wewe kuna mwana sio kujiangalia vile unataka. tipo tumeondoka. Haleluya. Haleluya. Nikaona ile generator ikazima, Ndio tumea ya inahitaji mafuta mengine, ayena utaki. na labda kwa kipote hana pesa. Na pia na pesa. Wewe unafanya nini? Oye tatu. Haleluya. Haleluya. Ya instruments za outreach zinatakikana. Aibaba ni ya kueleza kuendeka. What are you doing Umekita to support and promote the kingdom of God? Nikanao kaendesha sume wetu. Ama unasema waendelee au ndio wameitwa? Kana unasema ndio umetua. Let me warn us. Ekai mwana wani. You are going to give an account. Ukanenga na tano. Every opportunity God has given unto you. Kila msogea In kunengeta. the book of Romans chapter 12, Ndio kuna alamu kuna each one of us shall give an account. kila mtu anaweza kunenga tano.
opportunity God has given unto us to propel the gospel in the kingdom of God. Hallelujah. What are you doing? If you cannot preach, if you cannot dance, if you cannot give, you can be there raising a hand. Hallelujah. Unavibashaika huko peke yako, tunazunguka pale. Wamusumi wakiendelea na kuimba na wale wengine, wewe kazi yako ni kuinua mkono hapo. Heaven. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. But we are busy making money. Lakini wewe busy na wana pesa. Ni vizuri ku make money. I know some wana pesa, Lakini ni vizuri lakini nao sasa ku participate in the kingdom of God. kwa wewe mwe ndio siko watu. Ili Mungu atukuzwe. Nekananga yeye ndio tayari Katika jina la Yesu. tunaweza kuishi. Maana unapata opportunity. Pala hapo atebuso. Make sure you are there. Ili wapo. Make sure you are there. Ili wapo. There is coming a time Ndipo kitenda. whereby hata hizi crusade Ukende aone ngana Yesu, hatuitishi sadaka, anakiti ndio tunawahubiria na tunawapea tabania timanenda. unga na kila kitu. Tika mnenda Mungu na kila kitu ndio. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe Yesu. The mission Jesus had. Ila woni je Kristo wewe Na akakusanya makutano makubwa. ila wao ni siano Na kabla hawajapatia neno na before mnengo walisha aya manenda leo ili injili iendelee. nekananto yende. Lakini sasa tukianza kuwa watu ambao ni wakuitisha watu ambao tunaombea, Lakini zetu kana makwenda sasa za boye sadaka, but na ngepo itakuwa sama hapo. tukielewa tigando matekweleka. It is good. No sir, Let's start by giving them. tande kwa maneno Wakianza kukua sasa waanze kufanya nini? mabina pia mambo yosema In the church I don't allow the people ambao hawana ufunuo wameokoka majuzi kuanza kuingia katika project za kanisa. ndio tikila kanisani alama tena ubano wa ndeto malilini ya maana kanisa. Ninasema huwa siwaambii watoe. Jimeanga unge Lakini huwa siwasukumi. ndio sukuma. I want to teach them the word of God. Nenda mtu mtu angai Na vile kutoa huwa inasaidia a believer. naomba kunya kwa sababu tike Wakuwe mpaka kiwango ambacho sasa ni wao watasimamisha kanisa. ndani mimi ni kiwango cha kuongeza kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu As we have the revelation, ndio naomba niingie we need to be in the front nitaenda kuyatima hapo and support the kingdom of God na tipati ya usiku wewe and promote the preaching. na tipati ya kutoa wanato. The Great Commission Jesus left Kila tiwa Yesu is the book of Matthew chapter 28 dini ya madao ndio verse 18-19 tukiteremka. 18-19 kaenda leo Inasema we need to go into the world tipe ingete to all the nation. ndio that We teach them, tikawafundisha baptizing them tima in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ndio sura ya saba mmoja And lo, I'm with you na ngeli wanenu mpaka mwisho wa dahari. mpaka mwisho kwanza. The heartbeat of Jesus Yaani ngoo ya Yesu iko na is not building cathedrals. tia kwa kadendo. Sisemi tutajenga. Hata huko kwangu tutajenga mpaka na mama. Ndipo azatie kwa kanisa kwa kwa But first priority, lakini ndo wame let's preach the gospel. titabeka ngo Let's meet the heart of the people. tiko maana ya ngo sia Let these people bring them in their ministry. hata ndo ande ndio And these people are going to build cathedral. ile mbaba kwa dentro. Hallelujah. Hallelujah. Are we together, church? Sema kanisa Can we preach the gospel? ndio bali ngo. Hallelujah. Amen. We are reaching many people outside. Ndio ubikita mingi bayanza. And I say why Bishop was preaching here. Na ile bishop anasema And bali always he is on the Facebook or on YouTube. ni la bala Facebook na bali YouTube. I saw the comment of Pastor Kawino. No, basi kama ni wale ndio kufanya. All the way from USA. Where you are sir. Because he has received the message. Sipi wanaopata Because this message is being broadcasted outside. ndio ambao wao mtakuanza. This is what God wants us to do. Aikizo kwa kwenda tiki. So your money will propel this gospel. Nika namba ya sia mito banogo. Your money will make things happen. Yaani basi sio unabekika. And at the end of the day, Na para mwisho. when they are being blessed, Kila makabila kwa watu. when you are being given the crown of glory, Ilo kanewa ngomie sio it tayari. are being given to pastors, Ila makabila kwa sababu ya even the congregants.
you are going to partake of that crown of glory. In Jesus' name. Can we promise ourselves to do the work of the ministry? And just look backwards and recount the blessings God has given unto you. And you reason out, where am I going to position myself? Mungu amenipatia hizi baraka ili nikapate kufanya haji. There is a lot of opportunity everywhere. Can you use that opportunity? In the church we have warm sitters. Hallelujah. We have others who are high seekers. They are hiding somewhere. Hallelujah. Na lengo lao tu ni wakati imeumana bishop afike pale. Pata wono ina kwaduka bishop Suleiman. But you are doing nothing in the kingdom of God. Lakini wewe unaweka neno wasio. God looks at the heart of the people. Gaia siasa kwa siamu. Now God says when you don't do this, na gaia sayota oyo He is going to cast your blessings. Akaumania mwalimu mako. In the book of Malachi chapter 2 verse 2. Malaki kitabu chake ile. God is going to cast your blessing. In short, you are going to be blessed. But your blessings, they'll never ever help you. Kuna pesa unaingiza kwa mifuko ambayo imefanya nini? Imeraruka. Bishop once said here, hizo pesa zitapata mabawa. Na zitaruka ruka. Hallelujah. Baraka zimelaaniwa. We don't want our blessing to be cast. We need the blessing of the Lord. In the name of Jesus. Tutakuinamisha kichwa chini. Nataka maeneo tumeongea. Hizi baraka ambazo Mungu ameachilia kwako. Sijui Mungu anataka kufanya haji na maisha yako. Hakuna mtu anajua siku ya kesho itakuwa haji. Mimi sikuwa ninajua kama mke wangu atapata ajali na akuwe na mguu mdogo mmoja. Wakati alikuwa anaruka, saizi hata kuruka huko hawezi ruka. Wewe huwezi jua Mungu amekupatia hizo baraka ufanyie nini. Ni vizuri uelewe kuna kusudi. Akamwambia Mungu akuonyeshe hizo kusudi. Katika jina la Yesu. Hizo baraka ambazo Mungu amekupatia. Kuwa mwaminifu na kumtukuza. Nakwambia sio kwa nguvu zako. Na sio kwa uwezo wako bali kwa nguvu za Mungu. Mwambie Mungu apeleleze moyo wako. Mwambie Mungu atawale katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kuna watu ambao wanataka kusaidiwa. Na wewe uko na pesa na hutaki kusaidia. Wewe uko na mali na umekaa pale. Kanisa la Bwana watu hawajaokoka. Kuna sehemu watu wanataka kufikiwa na neno. Lakini hawawezi fika kwa sababu kuna mtu ameshika hata pesa. Za kueneza neno la Bwana. Let us God help us. Ambia Mungu atusamehe. Tupatie ufunuo mpya sasa. Katika jina la Yesu. Yote Mungu ataleta katika upande wako. Mwambie akufunulie. Na umuulize unataka mimi nifanye nini? Katika jina la Yesu. Maana kuna wakati kisima kitakauka. Na wakati the brook ilikauka by light. Mungu alimtuma katika mwanamke ambaye alikuwa anazaa. Alikuwa window. Kuna mtu Mungu atakutumia. Nataka utafakari haya. Na wakati atakutumia wewe utariaki haja. Huyu mwanamke alikuwa na mahitaji. Huyu mwanamke hakuwa na bwana. Huyu mwanamke hakuwa na chochote hata kitu kidogo tu ya kukula na kukufa. Lakini Mungu akamtumia mtumishi wa Mungu.
Oh